BMP TV Professional Update. Habari ya mida ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo, sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Mimi bila peke Uluwa na kuletea taarifa kamili kwa mdau, tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika zaidi. Na huu ni mtasari wa habari. DRC. Rais wa bunge la taifa Mheshimiwa Vital Kamerhe ameagiza kuitishwa kikao cha pamoja cha bunge ili kuanza mchakato wa kujadili mapendekezo ya kuondolewa kwa baadhi ya viongozi wa ofisi ya bunge. Kunaona mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Katika hatua inayotikisa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa bunge la taifa Mheshimiwa Vital Kamerhe amemwelekeza katibu mkuu wa bunge Jean-Claude Chilumbai kuitisha kikao maalum cha plenary ili kuanzia mchakato wa kisheria wa kuchunguza na kujadili pensheni za kuondolewa kwa baadhi ya viongozi wa ofisi ya kudumu ya bunge. Katika ya viongozi 7 ofisi hiyo, 5 wamelengwa na malalamiko ya bunge wa upinzani ndani ya bunge wanaojulikana kama Froder. Orodha hiyo inajumuisha majina makubwa akiwemo Vital Kamerhe, rais wa bunge la taifa; Jacques Joly, mwandishi wa habari; Inamis Dominique Munongo, mwandishi msaidizi; Polipoli Chinene, mweka hazina; Grace Neema, mweka hazina msaidizi. Kulingana na wachambuzi wa kisiasa, hatua hii ya kuwasilisha kwa malalamiko si tu inahusu utendaji wa kazi viongozi hao, bali pia ni kielelezo cha mivutano ya ndani ya bunge na mapambano ya madaraka yanayoendelea kati ya makundi ya kisiasa. Wapo wanaoamini kwamba kwa kuwa Vital Kamerhe ni mshirika wa karibu wa Rais Felix Tshisekedi na pia mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa mashariki mwa Kongo, wapinzani wake wanataka kumzoofisha kisiasa kwa kutumia chombo cha bunge. Wakati mijadala ikiendelea, maoni kutoka kwa wananchi na wadau wa siasa yametofautiana. Wananchi wa kawaida wanasema kuwa bunge halina budi kujikita katika kutatua matatizo ya wananchi badala ya kutumia muda mwingi kwenye migogoro ya kisiasa. Baadhi ya wakazi wa Kinshasa wameeleza kukatishwa tamaa, wakihofia kwamba migawanyiko hii ya bunge inaweza kuathiri ajenda za maendeleo. Wachambuzi wa kisiasa wanasema hii ni jaribio la kuonyesha kwamba hakuna mtu aliye juu ya uwajibikaji, hata kama ni rais wa bunge. Mchambuzi mmoja wa masuala ya siasa, Profesa Mulume, ameeleza kwamba kinachoendelea ni mtihani wa taasisi za kidemokrasia za Kongo. Ikiwa malalamiko yatashughulikiwa kwa haki, basi ni hatua ya kuimarisha uwajibikaji, lakini kama yatachukuliwa kama vita vya kisiasa, basi Kongo inaweza kuingia kwenye mgawanyiko mpya. Wafuasi wa Kamerhe, hasa kutoka jimbo la Kivu Kusini, wametafsiri hatua hii kama njama ya kisiasa ya kumwangamiza kiongozi wao, wakisema kuwa Vital Kamerhe ana historia ya kusimama kidete kwa ajili ya maslahi ya wananchi na daima amekuwa nguzo muhimu katika siasa za kitaifa. Baadhi ya wabunge wa upinzani kwa upande wao wanasisitiza kuwa mapambano haya ni kwa ajili ya kulinda heshima na utendaji wa bunge. Wanasema kuwa viongozi waliotajwa wamekosa kusimama ipasavyo ofisi zao na kwamba lazima bunge lirudishiwe hadhi yake kama chombo cha wananchi. Ni muhimu kukumbuka kwamba Vital Kamerhe ni miongoni mwa wanasiasa wakongwe na wenye ushawishi mkubwa nchini. Amewahi kushika nyadhifa mbalimbali ikiwemo waziri wa habari, spika wa zamani wa bunge na mshirika muhimu wa Rais Felix Tshisekedi katika safari ya kisiasa. Hata hivyo, amepitia pia changamoto kubwa, ikiwemo kufungwa kwa tuhuma za ufisadi kabla ya kuachiwa na kurejea tena kwenye siasa za mstari wa mbele. Kwa sasa, akiwa rais wa bunge la taifa, nafasi yake ni nyeti si tu kwa siasa za bunge, bali pia kwa uthabiti wa serikali ya Tshisekedi. Wachambuzi wanatahadharisha kwamba kuondolewa kwake kunaathiri muundo wa nguvu ndani ya muungano wa kisiasa wa sasa na huenda kukaibua msuguano mpya wa kikanda na kitaifa.
Bado haijulikani kama malalamiko haya yatafanikiwa, kwani mchakato wa kuondoa viongozi wa ofisi ya bunge unahitaji wingi wa kura za wabunge wote. Hata hivyo, mjadala huu tayari umefungua ukurasa mpya wa mivutano ya kisiasa, ukiweka bunge la taifa katika mazingira ya mtihani mkubwa wa uthabiti na uwali wake mbele ya wananchi. Kwa sasa macho na masikio ya taifa lote yanatazama hatua itakayofuata kwenye kikao cha pamoja cha bunge, ambacho kwa mara nyingine kitakuwa kiini cha mivutano, mijadala na huenda maamuzi yenye athari kubwa katika mustakabali wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kupitia mitandao yetu yote ya kidijitali. Usisahau kusubscribe, like, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua nikikutakia usiku mwema. BMP TV Professional Update.